Watu ya Kenya, watazamaji wetu, ningetaka niwasalimu katika jina la Yesu Kristo na niwatie moyo, niwaambie kwamba wakati umefika nchi ya Kenya tusimame na maombi, kwa sababu haya mambo ambayo inafanyika ni mambo ya kufuja watu wetu moyo, kufuja watu wasio na imani ya kwamba kuna Mungu, watu waone ya kwamba ni kama Mungu amewashiria. Kitu nataka kuambia watu yetu ya Kenya ya kwamba ruka mwaka Mungu alikuwa amesema kutakuwa na mambo ya magrunet na mambo kama yale, na Mungu hakusema hayo ndio iweze kutendeka. Wakati ni Mungu alikuwa anataka tujue yale tutakayesimamisha mbele za Mungu na tuweze kuomba. Nataka kuambia Kenya, si wakati wa kulaumiana, si wakati wa kulaumu serikali, kulaumu askari. Sisi wote tuko na jukumu. Sisi ambaye ni kanisa na mwili wa Kristo, tusimame na maombi na tuambie Mungu, nchi yetu ni nchi ya Mungu, ni nchi ambaye tunaipenda. Mungu asimame na ushindi wa Bwana uonekane. Jambo la pili, nataka niambie Wakristo wote, si wakati wa kuvunjika moyo, kwa sababu mambo mengi yamekuwa yakitendeka Jumamosi na Jumapili. Shetani anataka avunje mioyo ndio tusio na wakati mzuri ya kumwabudu Bwana. Lakini nataka nikwambie siku ya leo, hakuna jambo nzuri kama wakati jambo baya inapotendeka ukiwa karibu na Bwana. Kaa karibu mikononi mwa Mungu, na Mungu hata kubali jambo baya ikaweza kudhuru nchi yetu. Kuna mfalme mmoja katika kitabu cha Ezra, maandiko inasema ya kwamba Ezra alikuwa mtumishi wa Bwana na akaona ya kwamba nchi inaenda kuangamia, na kwa sababu alikuwa ameambia mfalme ya kwamba Mungu wake ako na uwezo, na akamwambia Mungu wake ako na nguvu ya kumpigania. Bible inasema ya kwamba kaambia wananchi wa ile nchi ya kwamba wakibirie Mungu, wakaenda kwenye magoti, wakapiga magoti na kumlilia Bwana. Na wakati Mungu alisikia kilio yao, aliweza kusimamisha yale mambo na ikafika mwisho, na mfalme akajua kweli Ezra alikuwa mtu ya Mungu. Nataka niseme ya kwamba the time have come, nchi ya Kenya tupige magoti, tumuite Bwana, tumulilie, na nchi ya Kenya inaenda kupona na ushindi wa Bwana unaenda kuonekana. Mungu alisema nchi ya Kenya inaenda kubarikiwa. Nchi ya Kenya itakuwa kama South Africa. Miaka 5 Mungu alikuwa ameongea hivyo, na tunaona mambo makubwa inakuja katika nchi ya Kenya. Ujue ya kwamba wakati watu wanaenda kubarikiwa au nchi inaenda kubarikiwa, maadui hawezi ona hiyo kitu ikienda mzuri, hata shetani hawezi furahia. Kwa hivyo nataka niwaambie tusivunjike moyo, tuwe na imani na tusimame na Mungu, na Mungu anaenda kuponya nchi yetu. Hatuna mahali kingine tutakimbilia, hakuna mahali kingine kuna amani. Mahali kuna amani ni miguuni mwa Mungu, na tukisimama kwa Mungu tunaenda kupona na ushindi wa Bwana kuonekana katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuombe na wewe mtazamaji wangu, mahali unanisikiliza, wewe umevunjika moyo, wewe roho yako imefika mwisho, unaona ni kama hakuna tumaini, nikuambie Mungu anaenda kuponya nchi yetu. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, nakabidhi nchi ya Kenya mikononi mwako Mfalme. Nchi ya Kenya tunakuhitaji. Nchi ya Kenya inahitaji mkono wako. Nchi ya Kenya inahitaji malaika wako, inahitaji damu yako, inahitaji utukufu wako. Baba, tufunike damu ya Yesu Kristo, utufunike na malaika wako. Baba, hii magaidi na jambo mbaya inafanyika katika Kenya, Baba ukalisimamisha na ukaweza kutenda mema katika nchi ya Kenya. Najua Baba kuna watu wako katika mahospitali, wengine Baba hawana miguu, wengine ni mikono, wengine ni kivua. Baba, tembea mahali pale ukatenda mema, na Mungu ukiwaponya, sifa na utukufu zote zinaenda kukurudia, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen.